Mara baada ya mtu kupokea kipawa cha wokovu au neema ya wokovu, ameshaingia tayari kwenye maisha ya wokovu. Bwana Yesu anataka huyu mtu awe na mambo mawili ya msingi ambayo hayaepukiki. Jambo la kwanza ni kuwa na mahusiano. Tayari mtu huyu amepokea uwezo wa Roho Mtakatifu, amefanywa kuwa ni mwana wa Mungu. Lazima kuwe na mahusiano kati ya mtoto, ya mwana na baba. Bwana Yesu asifiwe sana. Na jambo la pili, lazima mtu huyu atambue nafasi yake katika mwili wa Kristo. Yeye ni nani, na aanze kuitumikia au aanze kuishi hiyo nafasi, aanze kutoa service, kutumika kwa ajili ya utukufu na ufalme wa Mungu. Kwa hiyo tutaangalia hayo mambo mawili ya msingi mara baada tu ya mtu kupokea kipawa, zawadi ya neema ya wokovu. Lakini tukianza na mahusiano ya mtu aliyopokea neema ya wokovu, Yesu Kristo anasema kwenye Yohana sura ya 15 mstari wa 4 na 5, anazungumza na kusitiza kwa habari ya kukaa ndani yake. Kaeni ndani yangu nami ndani yenu. Yule ambaye anashirikiana, aliyefungamana na Kristo, inamaanisha ili aweze kustawi, aweze kuwa na afya, ni sawasawa na mti wa mzabibu wa kweli. Hauwezi ukastawi pasipo nini? Pasipokuwa na kupokea utomvu au majimaji au chakula. Tawi haliwezi likastawi pasipo kutoa utomvu au chakula kutoka kwenye shina. Kwa hiyo hayo yanaonyesha ni mahusiano kati ya Baba na Mwana, chanzo Mungu na sisi tulipokea neema ya wokovu. Lakini kuna waraka kwanza wa Petro sura ya 2 mstari wa 2, anasema kama watoto wachanga waliozaliwa sasa, yatamanini maziwa ya akili yasiyogoshiwa. Kukua katika maisha ya kiroho, lazima neno la Mungu litukuze. Neno hilo hilo la Mungu lililotuzaa ndio hilo hilo linalofanyaje? Linalotukuza. Tunakuwa katika Kristo, katika imani Yesu Kristo. Lakini neno hilo halitukuzi tu. Warumi sura ya 12 mstari wa kwanza na wa pili, anasema tujitoe kwa Mungu, tufanywe upya nia zetu, tubadilishwe kutoka katika mtazamo wa dunia, tuanze kuyaona mambo, kuyachukulia mambo na kuwaza kama Mungu anavyoyachukulia na anavyoyaona. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni kubadilishwa fikra, transformation ya akili ya fikra. Wafilipi, katika kuhusiana na Mungu, Wafilipi sura ya 3 mstari wa 10, Mtume Paulo anaandika kwa kanisa, anasema nimjue yeye na uweza wa kufufuka kwake. Lengo la muamini ni kumjua Kristo zaidi. Mara baada ya kupokea kipawa cha neema ya wokovu, lazima utamani kumjua Yesu Kristo zaidi. Hauwezi ukahusiana na mtu usiyemjua. Mahusiano mazuri ya mtu na mtu, lazima hawa watu wafanyaje? Wajuane. Kwa hiyo ili kuweza kuhusiana vizuri na Mungu, lazima Mungu ajifunue kwetu, tujue tabia yake, tujue mawazo yake, tujue fikra zake. Ameandika kwenye kitabu cha Yakobo sura ya 4 mstari wa 8, anazungumza kwa habari ya kumkaribia Mungu, naye atawakaribia ninyi. Mungu anataka uhusiano wa karibu wa kudumu na muamini, lakini lazima mtu aoneshe jitihada. Ambaye amepokea neema ya wokovu tayari, lazima aoneshe jitihada ya kufanyaje? Ya kumsogelea, ya kumkaribia Mungu, ya kujitenga, ya kufunga, ya kuomba, ya kulisoma neno lake na kulitafakari na kutafuta maarifa yake au kutafuta uso wa Mungu. Huko ndipo kuhusiana na Mungu kuliko. Ila namna nyingine ni kwenye Wathesalonika wa kwanza sura ya 5 mstari wa 16 hadi 18, anasitiza, anasema furahini siku zote, ombeni bila kukoma, shukuruni kwa kila jambo. Anazungumza maombi ni sehemu ya
kudumisha mahusiano kati ya mtu na Mungu. Tunapokuwa tunaomba ni kwamba tunajisogeza mbele za Mungu katika uwepo wake, katika mahaba ya kimungu, tukihusiana. Katika kuomba kuna kuwasiliana. Wewe unasema, mimi nasema, na Mungu anasema pia, na tunasikia. Kuna mtu mmoja anaongea naye, jamani wapendwa. Kwa hiyo mara baada ya kupokea neema ya wokovu, kuna mambo mawili Mungu ya msingi anayataka kwenye maisha ya mtu, kwenye maisha ya wokovu. Jambo la kwanza ni mahusiano kati ya huyo mtu na nani? Na Mungu, kama mwana kwa baba yake, ambao tumetoka kuangalia hapo nyuma. Lakini jambo la pili sio tu kuhusiana naye, ni haya anayeeleza sasa hivi, ni kutoa huduma, kujitambua wewe ni nani, una vipawa vya namna gani, una neema namna gani, na kutoa service, kugusa, kutumika, kukubali kutumika na Mungu kwa ajili ya kugusa maisha ya watu kwenye ufalme wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo katika jambo hili la pili, Waefeso sura ya 2 mstari wa 10 anasema, maana tu kazi yake tuliumbwa katika Kristo Yesu tutende matendo mema. Tumeokolewa kwa neema, lakini tumeumbwa pia kwa ajili ya matendo mema. Tumeumbwa ili kufanya kuwa sehemu ya viungo katika mwili wa Kristo. Huu ni kanisa la Kristo, ni mwili. Ndio maana ametoa wengine kuwa mitume, wengine manabii, wengine walimu, wengine wachungaji, si ndio? Wainjilisti. Ameweka vipawa na karama mbalimbali ndani ya watu kama sehemu ya viungo. Bwana Yesu asifiwe sana. Waraka wa kwanza wa Petro sura ya 4 mstari wa 10 anasema, kila mmoja kwa kadiri alivyopokea karama itumieni kwa kuhudumiana. Kila aliyeokoka, kila aliyepokea neema ya wokovu amepewa kitu cha kumtumikia au kumhudumia mwingine. Jambo la kuuliza ni kitu gani ulicho nacho, au ni uwezo gani wa kimungu ulioko ndani yako ambao watu wengine waliokuzunguka kanisani na ambao hawako kanisani wanahitaji hiyo huduma au huo uweza kuhudumia. Kwa hiyo cha kwanza utagundua kwamba lazima mtu afanyaje? Ajitambue yeye ana nini, ana uwezo gani ndani yake, ili aweze kuwatumikia wengine. Huwezi kutoa kitu ambacho tayari ukijui, hujijui wewe ni nani na hujui umebeba nini. Na hauwezi kufanya katika hali ya ubora, hali ya kujiamini, kwa sababu utakuwa hauna uhakika. Lakini ukiwa na uhakika na ukijua, utakuwa unakitoa. Hata watu wakikukatisha tamaa hawawezi, kwa sababu unajua wewe ni nani na nini umebeba ndani yako. Kuna mtu mmoja anaongea hapa, jamani wapendwa. Warumi 12 mstari wa 4 hadi wa 8 anasema, mwili mmoja una viungo vingi na kila kiungo kina kazi yake. Karama, tumezungumza kwa habari ya karama tofauti tofauti na huduma tofauti tofauti. Msisitizo wa Yesu Kristo kabla hajapaa akiwa na ule mwili wa utukufu kwenye Marko sura ya 16 mstari wa 15 na Mathayo sura ya 28, Mathayo 28 mstari wa 19 na 20, amezungumza kwa habari ya kuwafanya mataifa kuwa wanafunzi wa Yesu Kristo kwa kuwafundisha habari za Yesu Kristo. Hapa ndio tunapaswa kuwa makini. Kuwafundisha habari za nani? Za Yesu Kristo. Sio habari zetu sisi watumishi wa Mungu, sio habari za kuwatazamisha watu vitu. Habari za nani? Za Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo ukisoma Wakorintho wa kwanza sura ya 15 mstari wa 58 anasema, iweni imara mkizidi sana kutenda kazi ya Bwana. Kuhudumu katika Kristo, kutumikia wengine katika Kristo ni sehemu ya maisha ya muamini. Muamini aliyepokea neema ya wokovu, hakuna muamini ambao ni jobless, ambao yupo idle katika mwili wa Kristo. Kila muamini ni chombo, ni kiungo mbele ya Mungu. Kitu cha msingi cha kupaswa kujitambua au kuelewa ni kwamba mimi ni chombo gani, ni kiungo gani, nina karama gani, nina huduma gani ndani yangu, nina uwezo gani wa kimungu ndani yangu, ili uweze kutumika sawa sawa kwa ajili ya utukufu wa Mungu. Mhubiri anaweza kawa amekaa hapa, mwalimu anaweza kufundisha, mtume, nabii amekaa kwenye madhabahu, ila wapo waimbaji, wapo wanamuziki, wapo watu wa sound, wako watu ICT, wapo ushers, mashemasi, wahudumu, si ndio? Zipo kamati, watu wako waratibu mbalimbali. Kwa hiyo kwa pamoja tunatengeneza mwili wa Kristo, tunakuwa ni viungo mbele za Mungu kwa ajili ya kumpa Mungu sifa na nini? Na utukufu. Kwa hiyo
shika na ondoka nalo leo, kwamba mara baada ya kupokea neema ya wokovu, kipawa cha neema ya wokovu, Mungu ambaye ni baba yetu anatutarajia tuwe na mahusiano naye. Ndio jambo la kwanza, mahusiano thabiti, na tumeona hapo nyuma. Na jambo la pili, sio tu kuwa na mahusiano naye, tuweze kutoa huo uweza wa Roho Mtakatifu uliofanya makao ndani yetu. Kuna mtu mmoja naongea naye hapa, jamani wapendwa, ukishalijua hilo, hawezi ukawa na wivu na mwenzako, hawezi ukamwinukia mwenzako, kwa sababu kila mtu amepewa kipawa na neema ya aina tofauti. Utakuwa unajiamini, utatembea na kufanya, hata ukikatishwa tamaa na mazingira na watu, hawezi ukarudi nyuma, kwa sababu unajijua wewe ni nani na umebeba nini na nini hasa unatoa na kwa ajili ya watu gani. Kuna mtu mmoja anaongea hapa, jamani wapendwa.